Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi kumuuliza Mheshimiwa Waziri Mkuu swali. Mheshimiwa Waziri Mkuu, pamoja na jitihada kubwa anazozifanya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuhakikisha Watanzania wanaishi katika mazingira safi na salama, je, ni upi mkakati wa kina ambao serikali imejiwekea kuhakikisha inawasaidia watoto wanaoishi katika mazingira magumu, hususan watoto wa mitaani, kuhakikisha watoto hawa wanapata elimu, wanasaidiwa ili kuweza kuishi katika mazingira bora, lakini pia wanapata fursa nyinginezo zitakazowawezesha kuweza kupata au kutimiza ndoto zao na malengo yao? Mheshimiwa Waziri Mkuu, majibu. Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Maleko, mbunge kutoka mkoa wa Kilimanjaro, kama ifuatavyo. Amezungumzia mwenendo wa watoto wa mitaani ambao wanastahili kupata haki yao ya msingi na wanaikosa kwa sababu wako mtaani. Nataka nieleze tu kwamba jamii inatambua kwamba tunao watoto ambao wako mitaani kwa sababu mbalimbali. Moja, vifo vya wazazi, kuacha watoto wakihangaika na jamii iliyobaki kuto waratibu vizuri. Lakini mbili, kutengana kwa baba na mama kwenye familia na kuacha watoto au kumwacha mzazi mmoja akihangaika na watoto naye pia akatelekeza. Lakini wako ambao wanatupa watoto wao, matendo ambayo hayatendi haki kwa watoto wetu na kusababisha vijana hawa kwenda mtaani. Mheshimiwa Spika, watoto wa mitaani kwa upande wetu wa serikali tumeratibu vizuri, kama nilivyojibu swali lililopita kwamba tumeunda wizara maalum inayoratibu na kusimamia mwenendo wa jamii, inayoitwa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Na wizara hii imetoa maelekezo thabiti kwa mamlaka za serikali za mitaa ambako watoto hawa ndiko waliko, kwenye halmashauri, vijiji, halmashauri za manispaa mpaka majiji. Na tuna kitengo kule cha maendeleo ya jamii, ustawi wa jamii, ambayo kazi yake kubwa ni kupita na kuona. Kwa hiyo jukumu lake la kwanza kuwatambua hawa watoto mahali walipo, sababu za kuwepo kwao na mahitaji yao. Tunajua yapo mahitaji ya kimsingi: elimu, afya na chakula. Kazi ya wizara hii ambayo inaendelea nayo hata sasa ni kuhakikisha kwamba inawatambua hawa, lakini pia kushirikiana na wadau ambao wamejitokeza kuokoa mazingira ya watoto hawa ambao wamezagaa mtaani na kuwaweka pamoja. Na tumeshuhudia mara kadhaa wako wananchi wa Tanzania ambao wameguswa na watoto hawa kubaki mitaani, wanawakusanya pamoja na kuwahudumia. Na waheshimiwa wabunge, mara kadhaa tumewashuhudia mkienda kwenye vituo vya kulelea watoto yatima mkitoa huduma. Yale makundi ambayo mnahudumia ndio haya ambayo Mheshimiwa Maleko leo anataka kujua mkakati wa serikali. Kwa mkakati wa serikali, kwanza tunashirikiana na wadau kuhakikisha kwamba tunaweka utaratibu mzuri wa kuhakikisha watoto hawa wanapata haki zao za kimsingi ili wafikie ndoto ambayo Mheshimiwa Maleko anaieleza. Lakini mbili, mifumo yote ya kisheria ya huku ndani ya kumlinda mtoto huyu, inayotoa mwanya wa kumfanya mtoto huyu aweze kuishi kama wengine. Moja, hata ile sera ya elimu bure imewezesha sana watoto hawa kutoka mitaani na kuenda shuleni bila malipo yoyote, na kuwawezesha jamii ambayo imekubali kuwatunza watoto hawa kuweza kukaa nao na kuwapeleka shule bila gharama yoyote. Kwa hiyo haya ni miongoni ya yale ambayo tunayafanya katika serikali. Niendelee tu kuitaka jamii kwamba uko muhimu wa kuwabaini watoto wetu walioko mitaani ambao wanazagaa, hawana mwelekeo, lakini hawana huduma maalum, kuweza kuweka pamoja na kuwapeleka kwenye halmashauri. Idara ya ustawi wa jamii itaratibu kwa mujibu wa taratibu ambazo serikali imejiwekea.
naweza kusema kwa jumla kwamba serikali tutaendelea kushirikiana na wadau kuhakikisha kwamba tunatambua watoto hawa na mahitaji yao, lakini kuwapeleka maeneo ambayo watapata huduma muhimu za kimsingi kama vile elimu, afya, malazi, chakula, ili tuweze kuwapunguza kwa kiasi kikubwa kwenye hiyo. Kwa hiyo nitoe wito kwa jamii, tuache tabia kuwatupa watoto, tuache tabia kuwatelekeza watoto, tuache tabia ya kuacha watoto wanajiendesha wao wenyewe bila kulelewa, ili watoto hawa ndio taifa ambalo litakuja kujengwa na kuleta maendeleo kupitia watoto hao. Kwa hiyo wanahitaji haki yao kimsingi ya kuhakikisha kwamba wanapata huduma bora na waendelee kufikia ndoto ambazo wanazo. Asante sana Mheshimiwa Spika.